Moja ya tukio ambalo limekuja kuwa la utata ni tukio ili hapa la Raji kuweza kumsaidia mtu ambaye alikuwa akimdhani kuwa ni kipofu, lakini mwisho wa siku anakuja kuambulia kutekwa na kuzimishwa na mtu ambaye alikuwa ajulikani. Bwana, kuna siri kadhaa ambayo kuna siri kubwa ambayo imejificha nyuma hili tukio. Mimi nimekuja hapa nikujuze wewe kama mfuatiliaji wa Last Chance. Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha unatusupport kwa kubonyeza alama ya subscribe hapo chini ya video. Pia unaweza ukaicheki hii movie kwa original movie kwenye channel ya Chinga Media hapa mjini YouTube, ili uweze kuipata ikiwa original movie. Hii ni promote tu na review ya episode ambayo imepita, ambayo ilikuwa ni episode ya 39 ya Last Chance. Na moja ya tukio ambalo Raji amekuja kulifanya, na ni tukio ambalo limekuja kuonesha dhahiri kabisa kwamba wema unaponza. Yani sometime wema unaponza. Yani unaweza kumfanyia mtu wema lakini mwisho wa siku wewe ukalipwa ubaya. Sasa moja kwa moja tunaona kwa upande wa Raji, yeye kashughulika, yeye kafanya wema ambao alikuwa anaamini kwamba akimsaidia huyo mtu ambaye alikuwa anamsaidia, kwa maana na yeye alikuwa anaenda msibani nyumbani kwao na Mima, kwa maana alipata taarifa kwamba Mima ameweza kufiwa na mama yake mzazi. Sasa isingekuwa vizuri endapo bwana Raji angeenda peke yake na akamwacha kipofu aliyakuwa alimuuliza, akamwambia kuwa na yeye anaelekea hapo msibani kwa mama yake na Mima. Sasa wema wake mwisho wa siku unakuja kuwa ni anakuja kulipwa ubaya. Sasa siri ambayo imejificha kwenye hii scene ama kwenye hili tukio, mpaka sasa hivi bado hatujagundua kuwa nani muhusika ambaye atakuwa amefanya ili tukio, ama atakuwa amemtuma huyu mtu ili akamfanyie kitendo kile Raji. Yani ina maana kwamba Raji atakuwa ametekwa moja kwa moja, Raji atakuwa ametekwa. Sasa kuna sababu kadhaa ama kuna fakti kadhaa ambazo nataka nikupe viashiria tosha kabisa kwamba hapa huu mchezo Benly pamoja na wenzake ambaye ni Chike amehusika kwa 90% kwenye huu mchezo ambao umechezeka hapa. Yani kwenye hili tukio kuna ushahidi wa 90% kwamba Chike pamoja na Joplake wanahusika kucheza huu mchezo wa kutaka kumteka ama wa kumteka Raji. Sasa kuna sababu ambazo nataka nikwambie. Kama uliangalia episode ambayo imepita, kipindi akina Chike wanapewa taarifa kwamba kuna taarifa za msiba ambazo zilikuwa ni taarifa za msiba wa mama yake na Mima. Sasa kuna kitu ambacho alikisema kwamba sasa huu ndo muda sahihi wa sisi kuweza kutimiza jambo letu. Sasa hapo ukiwa ni mfuatiliaji mzuri na ukiwa unaifuatilia hii tamthilia ya Last Chance, moja kwa moja utakuwa umegundua nini ambacho kimetokea hapa, nini ambacho kina happen na nini ambacho kinaendelea kwenye huu mchezo wa Last Chance. Sasa hizo ndizo sababu ambazo mimi kama mimi nimekuja nazo, na nimeona kabisa kwamba zina ushahidi wa asilimia nyingi sana, kuweza kutambulika kwamba kwenye huu mchezo ambao unaendelea huu hapa Raji pamoja na Joplake linahusika. Sasa nataka nikupe na sababu ambazo zinapelekea paka hichi kitu kitokee. Sababu ambazo zinapelekea hichi kitu kitokee, yani Raji pamoja na wenzake, Chike pamoja na wenzake, wao nia yao sio kumuua Raji, ila nia yao wanataka Dadi atume pesa. Dadi akituma pesa kiasi ambacho wao watakuwa wanakihitaji, basi hiyo ndio itakuwa ni fursa ya kuweza kumwachia Raji.
kwa maana nia yao sio kumuua Raji, ila nia yao ni kupata pesa kutoka kwa Dadi. Kama unavyojua kwamba kila tukio ambalo ama kila jambo ambalo unalifanya chini ya uso wa dunia, basi kumbuka kuwa kuna mwisho wake, na kila jambo ambalo unalifanya kwa ubaya, basi hakikisha kuwa mwisho wa siku na wewe unakuja kulipa ubaya, na kila jambo ambalo unalifanya kwa wema, basi hakikisha kuwa mwisho wa siku na wewe unakuja kulipa wema. Lakini bwana Raji amekuja kufanya wema, lakini amekuja kulipa ubaya. Lakini kumbuka kwamba kuna siku kwa kitendo ambacho amekifanya malipo yake hapo, kwa maana yeye amefanya wema, lakini mwisho wa siku yeye anakuja kulipwa ubaya. Sasa hicho ni kitu ambacho tumekiona kwamba happen kwenye episode ambayo imepita. Sasa ni vitu ambavyo mimi nilikuwa nakujuza kwenye hilo tukio la Raji kutekwa na mtu ambaye hajulikani kuwa ametumwa na nani, lakini tayari nimeshakupa taarifa kwamba kuna 90% za Chike pamoja na wenzake kuweza kumtuma huyu mtu ambaye amekuja kumteka bwana Raji. Hizo ndizo sababu ambazo nimekutajia hapo. Naamini kama ulikuwa makini umeweza kuzielewa ni sababu ambazo zimepelekea upande wa Raji aweze kutekwa. Sasa tukiachana na tukio la Raji hapo, tunakuja kwenye tukio la Madam D, na Madam D na Raji sasa hivi wamekuwa kwenye penzi zito. Yani kiasi kwamba kama penzi lilikuwa lina 50%, sasa limeweza kuongezeka tena kwa 50%. Yani limekuwa penzi ambalo ni penzi kubwa sana kwa upande wao. Yani sidhani kama watakuja kuachana kirahisi kama unavyozani. Bwana yangu yalikuwa ni hayo tu, lakini nakusi tuweze kukutana kwenye nafasi nyingine tena ambayo tutakwenda kufahamu nini ambacho happen, nini ambacho kimejiri kwenye nafasi nyingine ambayo inayokuja. Lakini point ya msingi na point ya maana kabisa ni wewe mdau wetu kuweza kusubscribe hapo kwenye channel yetu ya Simulizi Plus, ili uwe mwanafamilia wa Simulizi Plus uwe notified kupata taarifa za episode mpya. Kila episode mpya itakapokuwa inatoka, basi wewe utakuwa mtu wa kwanza kuipata endapo ukibonyeza neno subscribe hapo chini ya video, na pia ukilike button, bonyeza neno like button, pia share na wana ili mpate kujua nini ambacho kina happen kwenye episode ama kwenye hii hapa tamthilia ya Last Chance. Pia nitoe shukrani sana kwa wale wote ambao mnaendelea kusubscribe, na kwa wale wote ambao mmesubscribe kwenye channel yetu. Hiyo ni support kubwa sana ambayo mmetuonesha sisi, na mnatupa nafasi kubwa sana ya kuendelea kufanya kazi. Ni kitu ambacho mimi nilikuwa nawaomba kwa upendo wenu ambao mnatuonesha. Na kama unataka kuiangalia hii movie ikiwa original movie, hakikisha unaifuatilia hapa YouTube kwenye channel ya Chinga Media ili uweze kuipata ikiwa original movie, ila hapa tunafanya review tu na kupromote. Asanteni sana. Thank you for watching. Bye bye.